Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Na leo nataka twende tukaongeleshe vitu vyetu vinavyotuzunguka kwa lugha ya kibiblia. Tutaongelesha kila jambo katika maisha yetu na yote yataenda kulisikia neno la Bwana kwa lugha ya Biblia. Tunaenda kuisemesha kupitia kitabu cha Ezekiel sura ya 27. Biblia inasema kuanzia ule mstari wa kwanza. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Yaani lugha nyepesi kabisa katika ulimwengu wa roho, tunaona Ezekiel anapitishwa kwenye mifupa mikavu. Mifupa mikavu, mahali pasipo na tumaini. Mifupa mikavu, mahali palipokufa, vitu vyake vimekufa, mahali pasipo na uhai. Unapitishwa kwenye mifupa mikavu ya mahusiano yako. Unaona kabisa hii ni mifupa mikavu, hapana uhai tena kwenye mahusiano yako. Unapitishwa kwenye afya yako, unaona mifupa mikavu, unaiona ni mifupa mikavu. Hii ni lugha ya kibiblia, unaona mifupa mikavu. Anapitishwa kwenye, unaweza na wewe ukapitishwa kwenye maisha yako, ukaangalia uchumi wako, unaona mifupa mikavu. Kuna mahali unaona mifupa mikavu. Ni ukweli umeolewa, lakini watoto ni mifupa mikavu. Ni ukweli una kazi, lakini uchumi ni mifupa mikavu. Unaona kuna mifupa mikavu mahali kwenye maisha yako. Unaona kabisa unakaa kwenye nyumba nzuri, lakini afya ni mifupa mikavu. Unaona kuna mifupa mikavu kwenye kona fulani. Nataka utazame kwa lugha ya kibiblia, uende ukaangalia mifupa mikavu. Iangalie mifupa mikavu iliyozunguka maisha yako. Ni lazima uione kwanza mifupa mikavu. Mtu wa rohoni lazima uvione vitu kwa roho, uangalie ni nini kinachokusumbua, halafu ukiangalia useme hii ni mifupa mikavu. Mstari wa 4, akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Tutaenda kutoa unabii juu ya afya yako. Tutaiambia, ewe afya, lisikie neno la Bwana. Tutaenda kutoa unabii juu ya hali ya msongo wa mawazo, juu ya hofu ulio nayo. Tutaiambia hiyo hofu, ewe hofu, lisikie neno la Bwana. Nataka nikuhakikishie, chochote kinacholisikia neno la Bwana, kiwe kina masikio ama hakina masikio ya kibinadamu, kina respondi kwenye neno la Bwana. Kumbuka mtini ulinyauka kwa sababu ulilisikia neno la Bwana, na neno litasimama kwenye maisha yako. Vingine vyote lazima vianguke, bali neno la Bwana lazima lisimame. Kila utakachokisemesha kwenye maisha yako ndicho kitakachosimama. Ule unabii wa mifupa mikavu kwenye maisha yako, ile neno la kinabii ndio linaloenda kuyasimamisha maisha yako leo. Enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Enyi mifupa mikavu ya uchumi, ya ndoa, ya furaha, chochote kilichozunguka, ya uchumi, enyi mifupa mikavu. Kila mmoja anataka angalie, aone mifupa mikavu. Usiangalie ibada hizi kwa mazoea. Usisikilize Anza na Bwana kwa mazoea. Usimsikilize Pastor Miamba kwa mazoea. Hebu tafuta kumuona Mungu katika kila ibada. Mungu anasema nini? Enda moja kwa moja field, uende ukaiangalia mifupa mikavu kwenye maisha yako. Uitazame kwa jicho la kiroho. Uiangalie vile ambavyo unapambana. Angalia maisha yako yanavyoenda. Uangalie kila kinachopambana na wewe kama mifupa mikavu. Usizoelee. Usiseme hii ni hofu tu, nimeizoea toka miaka yote na hofu. No. Ni mifupa mikavu, lazima ilisikie neno la Bwana. Uishi kwa furaha, uishi kwa amani. Biblia inasema zitakuja nyakati za kuburudika kwa kuwako kwake Bwana. Hakuna hofu iliyogongwa muhuri kwamba ndio neno la Bwana. Mungu anasema hakutupa sisi roho ya utumwa iletayo hofu, bali tulipewa roho ya kufanyika wana, ambao kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Kwa hiyo ndani yetu lazima kusiwe na chembe yoyote ya hofu. Endapo kama hofu ipo, leo tutaishughulikia kama mifupa mikavu, nayo tenda kuisikia neno la Bwana. Tunaona maandiko yanasema hivi,
Nami ule mstari wa 5 tuendelee pale, akasema Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi. Tutatia pumzi ndani ya afya yako nawe utaishi. Tutatia pumzi ndani ya ndoa yako nawe utaishi. Tutatia pumzi ndani ya familia yako na mahali yote nawe utaishi. Asubuhi ya leo nimekuja kama Ezekiel kwenye maisha yako. Ninakuja kuitamkia mifupa mikavu iliyozunguka maisha yako. Hakuna mfupa mkavu usiolisikia neno la Bwana. Usilete ugumu ya kwamba hili mchungaji haelewi tu. Hamuelewi tu mme wangu. Yaani angejua huyu mme wangu hamuelewi tu, ni mfupa mkavu huo. Lazima utasikia neno la Bwana. Lazima atarejea. Twende mbele za Bwana. Kabla kwenda mbele za Bwana nataka niende kidogo. Wacha nishuke kidogo tena. Mstari ule wa 6. Anasema hivi, nami nitatia mishipa juu yenu nami nitaleta nyama iwe juu yenu na kuwafunika ngozi katika pumzi ndani yenu, nami mtaishi, nami mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama alivyoniamuru, kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana, mifupa kwa mfupa mwenzie. Angalia, patatokea mshindo mkuu asubuhi ya leo. Halafu ndoa itasogeleana na wewe, ile ndoa iliyokufa. Watoto ambao hawapo kwenye viuno vyako ama kwenye tumbo lako watakuja. Chochote kilichozuia kuzaa kwako kinaenda kuondoka. Chochote kinachozuia kuolewa kwako kinaenda kuondoka. Chochote kinachozuia amani yako kinaenda kuondoka. Ni mfupa kwa mfupa vinasogeleana. Kuna jambo linaenda kutokea. Kuna mambo yanaenda kuachiliwa leo, kwa sababu mfupa kwa mfupa vinaenda kusogeleana. Pumzi ya Bwana inaachiliwa kwa kila mfupa na ngozi yake inafunika. Kuna vitu vinaenda kutokea kwenye maisha yako asubuhi ya leo. Maandiko yanasema ule mstari wa 8, nikatazama kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikafunika juu yake, lakini hakuwemo pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo mwanadamu, ukauambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande zote 4, pumzi, ukawapuzie hawa waliouawa wapate kuishi. Uhai unarudi, pumzi inarejeshwa. Tunaona pumzi ya ndoa yako, ya furaha yako, ya maisha yako, ile pumzi inaenda kurejeshwa. Kuna pumzi, ni uhai unaenda kurejeshwa. Aliambiwa tabiri basi upepo pande zote 4. Mwanadamu, ukauambia upepo, Bwana Mungu asema njoo kutoka pande zote 4. Pumzi ishuke ili iweze kuleta uhai. Kuna uhai mpya unaenda kutokea. Biblia inasema katika ule mstari wa 10, basi nikatabiri kama alivyoniamuru, pumzi ikawaingia wakaishi. Kuna kitu lazima leo kwenye maisha yako kiende kuishi. Kuna jambo lazima liishi. Wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama, wao husema mifupa yenu imekauka, matumaini yenu yamepotea, tumekatiliwa mbali kabisa. Basi tabiri uwaambie, Bwana asema hivi, tazama nitafunua makaburi yenu. Yani vile vitu vilivyokufa ndio makaburi yenu. Anaposema ya kwamba hili taifa la Israeli, anasema matumaini yalipotea, lakini anasema tazama nitaenda kufunua makaburi yenu, nayo yataenda kuishi. Maana vile vitu ambavyo vilikufa navyo vitaenda kuishi. Anasema enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli, nanyi mtajua kuwa mimi ndimi Bwana nitakapoyafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu, enyi watu wangu. Kuna namna Bwana anakutoa kwenye makaburi, kwenye vitu vilivyokufa.
mtu wa Mungu unaenda kutolewa leo. Nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitawawekeeni katika nchi yenu, nanyi mtajua kuwa mimi Bwana nimesema haya yote na kuyatimiza, asema Bwana. Kwamba kutakuwa kuna namna unaenda kuishi tena, kilichokufa kinaenda kuishi tena, ile dharau uliodharauliwa inaenda kuondoka tena, ile hali ya unyonge uliokuwa nayo inaenda kuondoka, ile aibu yako iliyokuvaa kama vazi, hilo vazi linaenda kukuvuka leo. Kuna mambo Mungu anaenda kuyafanya, anaondoa makaburi, anaondoa vitu vilivyokufa ndani yako. Anasema nakutoeni kwenye makaburi yenu, maana kuna vitu vilivyokufa. Mahali penye makaburi ni mahali pabaya, palipobeba uharibifu, palipobeba vitu vilivyokufa. Anasema naenda kuwatoa huko, hamtayasogelea huko, maana makaburi yamebeba identity, yamebeba utambulisho wa uharibifu wote. Bwana anaenda kukutoa huko kwenye makaburi, na hata hutaona mauti. Bwana anaenda kuiondoa premature death kwako, anaenda kuondoa kila uharibifu uliokufa, ambao ndani yake kuna uharibifu, lakini vitu vimekufa, vimekuwa ni uharibifu, vinaenda kuondolewa leo. Nataka twende mbele za Bwana tukaitabiri ile mifupa mikavu ipate kulisikia neno la Bwana kwa dakika moja. Bwana aende akarejeshe uhai wa vilivyokufa ndani yako. Twende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, wewe ndio Mungu wa wote wenye mwili. Hakuna jambo gumu usiloliweza Baba yetu. Asante kwa maana leo umeamua kunipa nafasi tena ya kwenda kwa watoto wako kama nabii, kama Ezekieli, mbele ya mifupa mikavu. Nami Bwana natamka juu ya mifupa mikavu sawa sawa na neno lako. Je, mifupa ya watoto wako hawa, mifupa mikavu inayomzunguka mtoto wako anayenisikia, yaweza kuishi? Toa unabii. Nami natoa unabii kwa jina la Yesu juu ya kila anayenisikia asubuhi ya leo. Natoa unabii kwako unayenisikia, kila mfupa mkavu unalisikia neno la Bwana. Ninatangaza mifupa mikavu ya afya yako mahali unaumwa wakati huu. Mifupa mikavu ya afya, lisikie neno la Bwana. Ninatoa unabii juu ya hali ya maisha unayopitia, hali ngumu ya maisha unayopitia. Ninaiona kama mifupa mikavu, ninaiongelesha hiyo mifupa mikavu. Ninasema mifupa mikavu juu ya maisha ya hali unayopitia ipate kulisikia neno la Bwana asubuhi ya leo. Ninaongelesha uchumi wako upate kulisikia neno la Bwana asubuhi ya leo. Ninaongelesha amani ya moyo wako ipate kulisikia neno la Bwana katika jina la Yesu. Ninaongelesha hali yako ya kuoa, hali yako ya kuolewa, hali yako ya kupata uzao. Bwana, ninaomba mifupa mikavu ipate kulisikia neno la Bwana. Ninatangaza mifupa mikavu isikie neno la Bwana asubuhi ya leo. Mahali ambapo umekosa kazi, mahali umekosa biashara, biashara imekuwa mbaya, mifupa mikavu ilisikie neno la Bwana leo katika jina la Yesu. Mifupa mikavu ilisikie neno la Bwana. Hakutakuwa na kufa tena, hakutakuwa na kuangamia tena. Vinaenda kusimama vyote vilivyokufa, vinaenda kunyanyuka, navyo vitakuwa jeshi kubwa kwenye maisha yako, na kila kitu kimelisikia neno la Bwana. Baba, nakushukuru kwa maana umepita kwa maisha mtoto wako huyu. Bwana, ninaomba nitabiri juu ya maisha yake kwa ujumla. Mungu kampitie mtoto wako huyu, ukamskani ndani ya maisha yake. Kila kilichosimama kama mifupa mikavu kipata kulisikia neno la Bwana asubuhi ya leo. Ninaomba Bwana juu ya mtoto wako huyu, ukamskani kwenye maisha yake. Kila kinachomtesa kimesimama kama mifupa mikavu kalisikia neno la Bwana asubuhi ya leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, asante kwa neema na rehema. Asante kwa maana kila kitu kwenye maisha mtoto wako huyu tayari kimeshasikia neno la Bwana na kuanza kuishi tena. Asante kwa maana unamtoa mtoto wako huyu katika makaburi ya mateso yake. Kila hali ya mateso inamwachia leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Amen. 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 Mungu wangu akubariki sana. Ninaona uhai mpya, ninaona furaha mpya, ninaona afya mpya, ninaona ushindi mpya, ninaiona mifupa mikavu imekuwa jeshi kubwa. Mungu wangu akubariki. Nataka uyaangalie maisha yako, rudi, toa ushuhuda. Watu wengi wanapoteza mambo kwa ajili ya kutokutoa ushuhuda. Rudi, shuhudia ni kwa namna gani mifupa mikavu iliyokuwa ikishikilia maisha yako tayari imeshalisikia neno la Bwana. Taka uje utoe ushuhuda. Utashika sadaka yako kwa ajili ya mifupa mikavu. Wewe unaelewa ni mambo gani yanayokusibu, unaelewa ni mambo gani.
hayo mambo yanayokusibu, jambo lolote baya lilokuja kwako, ipo roho nyuma yake, na hiyo roho kuna sadaka imetolewa. Hakuna mateso yanaweza kukujia na roho ya uharibifu. Hakunaga roho ya giza inayotumwa bure, lazima kuna sadaka imetolewa. Nataka nikuambie hili leo lielewe, hakuna uchawi unaotumwa bure, lazima kuna sadaka nyuma inasukuma huo uchawi. Na maombi haya Mungu ameeleza, lazima kuwe kuna sadaka inayosukuma maombi, lazima kuwe kuna sadaka inayosukuma kile unachotaka kitokee kwenye maisha yako. Ukiona shetani anakuzuia kutoa sadaka, ujue anaizuia operation iliyo ndani ya maombi uliyoyasikia. Ukiona shetani anakuzuia, anakuambia tu usitoe. Ukiona shetani anakuambia kwani kutoa kuna nini? Ukiona ndani yako yani huoni uzito wa kutoa, ukiona ndani yako hujisikii kutoa sadaka, ujue kuna namna shetani anazuia operation hii. Yani ujue hiyo ni operation yako, lakini adui ameizuia isitokee kwako. Utakapoona ndani yako kuna msukumo wa sadaka, ujue kuna kitu Mungu amekifanya, inabidi uende ukakitolee sadaka. Ukiona ndani yako unapambana kutoa, ujue kuna kitu Mungu anataka kukifanya, anadai sadaka. Lazima uelewe dhana ya sadaka, kwamba usipotoa ujue umesikia, lakini operation imezuiliwa na adui isiwe ya kwako. Yani amezuia mifupa mikavu isinyanyuke kwako, na ndio maana unakuta unazuiliwa kutoa sadaka, hujisikii kutoa sadaka. Unaona ni kawaida tu, mbona nimeshasikia, kwani nikishasikia si nimepona? Yani shetani anakuongelesha kwa namna hiyo, na wakati alichokileta na kinachokutesa kimesukumwa na sadaka. Na kila siku waliokutesa, wale adui zako wanaofanya uishi maisha, wanasukuma na kuongeza sadaka, wanazitopa hapo kila siku, alafu wanaweka hali ya wewe kuchukia kutoa sadaka. Kuna ni kutoa sadaka. Mungu akusaidie. Basi amuru sasa nguvu ya kutoa. Amuru, pambane, hakikisha unatoa sadaka kwa ajili ya mifupa mikavu ili isikie neno la Bwana. Basi utashika sadaka yako, utaiachilia kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.